Katika historia ya vita vya kisasa, mwaka huu 2026 umeingia kama hatua mpya kabisa, ambapo si bunduki wala makombora pekee yalitawala, bali akili bandia, artificial intelligence AI. Ndani ya mgogoro uliotokea nchini Iran, Marekani ilitumia mfumo wa kisasa wa AI uliotengenezwa na Palantir Technologies kufanikisha mashambulizi ya kiwango ambacho dunia haijawahi kuona kabisa. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa ndani ya muda mfupi zaidi, hadi malengo zaidi ya 1000 yalishambuliwa ndani ya saa 24 na zaidi ya 2000 ndani ya siku 4 peke yake. Hii ndiyo maana tukio hili linaitwa na baadhi ya wachambuzi kama vita ya kwanza kuendeshwa na AI kwa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran ilibadilika haraka kutoka mashambulizi ya kawaida hadi mashambulizi ya kasi ya juu zaidi. Kwa kutumia mfumo wa AI, Marekani iliweza kugundua malengo kwa wingi, kuyapanga kulingana na umuhimu wake na kuyashambulia kwa muda mfupi zaidi. Kwa mara ya kwanza, vita vilifanyika kwa kasi ya mashine, si ya binadamu. Mfumo huu ulihusisha teknolojia kama Project Maven ambao uliunganishwa na AI nyingine ili kufanya uchambuzi wa data kwa wakati halisi. Mfumo wa Palantir ulifanya kazi kama ubongo wa vita. Moja, kukusanya data. Satellite zilitoa picha, drones zikatoa video, huku rada na mawasiliano ya kijeshi yaliongeza taarifa. Mbili, uchambuzi wa artificial intelligence AI. AI ilichambua data zote kwa pamoja na kutambua maeneo ya kijeshi, kugundua silaha na harakati za adui, yani Iran. Na namba tatu, kuchagua malengo sahihi. Mfumo huu wa Palantir ulitoa orodha ya malengo, ramani za GPS na aina ya silaha inayofaa kutumika mahususi. Kwa kawaida kazi hii ingehitaji maelfu ya wachambuzi na muda mrefu zaidi, lakini sasa ilifanywa na AI ndani ya sekunde. Na la mwisho zaidi, uamuzi wa mwisho wa kushambulia. Wanajeshi walikuwa bado na nafasi ya kuidhinisha, lakini kwa kasi ya AI, muda wa kufikiria ulipungua kabisa. Mfumo huu wa AI aina ya Palantir ulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu AI ilipunguza muda wa maamuzi kutoka saa au siku hadi dakika au sekunde. Hii ilifanya malengo mengi yagunduliwe kwa wakati mmoja, mashambulizi yafanyike bila kuchelewa, na adui, yani wanajeshi wa Iran IRGC, kushindwa kujiandaa au kujibu kwa haraka. Kwa kifupi, AI ilibadilisha vita kuwa mfumo wa data unaoshambulia. Licha ya mafanikio haya, tukio hili limezua mjadala mkubwa duniani. Kulikuwa na ripoti za mashambulizi yaliyolenga maeneo yasiyo sahihi, ikiwemo tukio la shule lililosababisha vifo vya raia wengi, hasa watoto. Kadri kasi inavyoongezeka, nafasi ya kuchunguza kwa kina inapungua na makosa yanaweza kuongezeka. Swali kubwa likaibuka: nani anawajibika? Je, ni AI, jeshi au kampuni? Vita vya Iran vimeonyesha ukweli mpya. Mataifa yatakayoongoza AI yataongoza vita. Wanajeshi wachache wanaweza kufanya kazi ya maelfu, na uamuzi wa sekunde unaweza kuamua hatima ya taifa zima. Na muhimu zaidi, dunia inaingia katika enzi ya algorithmic warfare. Mfumo huu wa AI wa Palantir umebadilisha kabisa namna vita vinavyopiganwa. Ndani ya Iran umeonyesha uwezo wa kushambulia mamia hadi maelfu ya malengo kwa muda mfupi zaidi, kitu ambacho zamani kingechukua wiki au miezi. Lakini pamoja na nguvu hii, kuna hatari kubwa zaidi. Kadri tunavyokaribia vita vinavyoendeshwa na AI, ndivyo tunavyokaribia dunia ambapo maamuzi ya uhai na kifo yanaweza kufanywa na mashine. Katika mjadala wa vita vya kisasa, watu wengi huzungumzia makombora, ndege za kivita au drones. Lakini ukweli ni huu: silaha hatari zaidi si bomu, ni mfumo unaochagua pa kulipiga bomu hilo. Hapo ndipo nguvu ya Palantir Technologies inaingia. Leo tunachambua silaha yenyewe, mfumo wa AI unaofanya kazi kama ubongo wa mashambulizi ya kijeshi. Hii silaha ni nini haswa? Kitaalamu, hii si bunduki wala kombora. Ni mfumo wa AI wa targeting unaochagua, kupanga na kuharakisha mashambulizi ya kijeshi. Mfumo huu unajengwa juu ya teknolojia kama Project Maven na mifumo ya data ya Palantir kama Gotham. Hizi kwa pamoja zinaunda kitu kinachoitwa AI kill chain, yani mlolongo wa kugundua hadi kushambulia.
Muundo wa silaha yani architecture ya Palantir. Silaha hii ina sehemu kuu tatu. Moja, sensors ambazo ndizo macho ya Palantir. Sensors hutegemea satellite, drones pamoja na radar. Hapa ndipo data inakusanywa na kuchakatwa. Mbili, AI engine ambao huu ndio ubongo wa silaha hii. Hii ndio sehemu muhimu zaidi. Inachambua picha na video kutoka kwa satellite, drones na radar. Inatambua vitu kama magari, majengo au watu na inatabiri mienendo ya adui. Na hapa ndipo uamuzi wa vita huanzia. Na namba tatu, striking systems, yani kama mikono ya mashambulizi, ambapo tuna makombora, drones za kushambulia pamoja na ndege za kivita. AI haiui moja kwa moja, lakini inaongoza kinachoiua. Silaha hii ina uwezo ambao hakuna binadamu anaweza kufikia. Ina kasi kubwa ya uamuzi ambapo binadamu angechukua saa au siku, lakini AI ingetumia tu masekunde kadhaa. Inaweza kuchambua maelfu ya picha kwa wakati mmoja na inaweza kuunganisha taarifa kutoka kwa vyanzo tofauti. Mfumo huu unaweza kuunganisha jeshi la anga, la ardhini na la baharini kwa wakati mmoja, na bila kusahau kutoa picha moja ya vita kwa wakati halisi. Hii ndiyo sababu mashambulizi yanaweza kufanyika mfululizo bila kusimama. Pamoja na nguvu zake, ina mapungufu kwa kuwa AI inategemea data, ambapo data ikiwa mbaya, uamuzi unakuwa mbaya pia. Black box problem, ambapo wakati mwingine hata wataalamu hawaelewi AI imefikiaje uamuzi, na hatari ya makosa makubwa ambapo kosa moja linaweza kusababisha vifo vya raia wengi. Bomu lina nguvu kubwa lakini lina mipaka. Lakini AI hii inaweza kufanya maamuzi maelfu kwa siku moja, inaweza kuendesha mashambulizi mfululizo na inaweza kubadilisha mkakati wa vita papo hapo. Hii inaifanya kuwa silaha ya kimkakati na si ya kawaida kabisa. Mfumo huu wa AI yani Palantir ni moja ya silaha za kisasa zaidi duniani, si kwa sababu ya uharibifu wake wa moja kwa moja, bali kwa sababu ya kasi yake ya maamuzi, uwezo wake wa kuona vita kwa picha moja na uwezo wake wa kuongoza mashambulizi kwa ufanisi mkubwa. Kwa maneno rahisi, aliyedhibiti AI anadhibiti vita kwa uhalisia wake.